Karatu News Network leo imepata fursa ya kutembelea na kujionea shule ya sekondari Karatu, ikiwa ni kuelekea mahafali ya 30 katika shule hii ya Karatu. Tuone yatakayojiri katika shule hii ya sekondari Karatu. KNN imepata fursa ya kukutana na mkuu wa shule hii ya Karatu sekondari. Huyu hapa ni mkuu wa shule hii. Kwa majina naitwa Mwalimu Herbert Faustin Mbaga, mkuu wa shule ya sekondari Karatu. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana Karatu News Network KNN Karatu sekondari. Karibuni sana. Na kama mnavyofahamu, kesho tuna shughuli ya mahafali ya kuaga vijana wa kidato cha 6. Ni mahafali yetu ya 30 ambapo tunatarajia kuwapongeza vijana 471 kati ya vijana 932 ambao tunao shuleni. Kwa maana kwamba 461 ni kidato cha 5. Niwakaribishe sana wageni wote tuliowaalika muweze kufika kesho ili tujumuike pamoja kuweza kuwapongeza vijana wetu. KNN imepata fursa ya kukutana na mgeni rasmi katika mahafali hii ya 30 katika shule ya Karatu sekondari. Ikumbukwe mgeni huyu rasmi ni muhitimu katika shule hii ya Karatu sekondari ambaye aliweza kusoma hapa 1984 na leo ni 2026. Tunakutana na mwanafunzi huyu ambaye leo amepata fursa ya kuwa mgeni rasmi. 5 na miezi 7 na nilisimamia kwa kila namna, hata wakati mwingine kutofautiana baadhi ya wenzangu, miongoni mwa wachache hawana maadili, wasikuyumishi. Mimi sikuyumishi. Naona leo nimestaafu na raha zangu kabisa. La 3 la 4 ni kwa bodi ya shule na shauri kiwapendeza msiasaidie kuhakikisha shule inakuwa na tovuti yake ili kutangaza shule ipasavyo, kwa sababu mambo mengi kama haya niliyoona leo tungeweza leo tungeposti kwenye tovuti yetu. Jamani, mahafali ya Karatu sekondari, hata bila kusubiri TBC kututangaza, kuna uwezekano kwa kufanya vile inaweza kuwasaidia kwa kusanya wahitimu kama ambao mmeanza kwa mara ya kwanza. Kweli imewahi kutokea, lakini hii imekuwa na urasmi fulani tofauti na mwenzetu aliyehudhuria akiwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha miaka ya nyuma. Ilitokea tu kwa sababu mkuu wa shule hapa alikuwa ni mhitimu hapa na walisoma darasa moja naye, kwa hiyo ilifanyika kirahisi zaidi kuliko iliyotokea safari hii ambako mmefanya jitihada kututafuta mpaka mtambua jukwaa letu na kutuomba tuje tuofficiate shughuli hii. Itawasaidia kiwaingiza kwenye database, watakuwa wanajiona kwenye tovuti kwa maendeleo. Ila uzoefu nao sasa nimeshikwa data tovuti kadha tovuti ya admission ya 9 institutions nimesimamia mwenyewe, ni tovuti ya chuo kikuu ya tume ya vyuo vikuu, kwa sababu tume ya vyuo vikuu ilianzishwa baada ya taasisi yetu kuanzishwa. Walija kwetu na wakashirikiana na mimi kwa daksa kuandaa tovuti. Naona ina mambo mengi ya udahili wanafunzi, itawasaidia na haina gharama kubwa. Kwa hiyo niwaombe pia, kwa sababu hiyo najua serikali inafanya vizuri sana, lakini kwa sababu uchumi wa nchi yetu ulivyo haiwezi kufanya kila kitu. Ni muhimu kubuni mbinu za kuongeza kipato kupitia njia za shule hapa ili kuwasaidia kuchagua changamoto za kwa miaka ijayo. Kwa mfano, ikiwapendeza kualika vyombo vya habari vya taifa na vya binafsi kwenye shughuli kama hii, ikitangazo mwenyewe ikago viral kama wanavyosema wazungu. Kwa mfano, kutangaza vipaji vya wanafunzi walivyovionyesha hapa, inaweza ikachukua muda kutangaza ilionekana hapa. Ingawa mimi nadhani, naomba Mungu anisaidie nifanye kitu fulani, hata kama itachukua muda fulani nitangaze. Nimeona vipaji sana hivi hapa ili iweze kuendelezeka. Kwa wazazi na walezi, kadiri avyoona inafaa, hii pia msamehe sana. Ninaomba niseme kwa uchungu sana. Mwaka 1995 mwezi Julai
shule ilianza kupokea wanafunzi wa kidato cha 5 kwa michepuo miwili au taasisi mbili za CBR na HG. Kundi la mwisho la wanafunzi wa O level walimalizia kidato cha 4 mwaka 2007, hivyo kuifanya shule kubaki na kidato cha 5 na 6 tu, ikiwa na wanafunzi wa kiume tu. Taasisi zimeongezeka na kufikia taasisi 10 ambazo ni CBR, CBG, PCB, PCM, PGM, GM, HG, HGL, HGK na HGKL. Ndugu mgeni rasmi, shule hii ina walimu 41, kati yao 11 ni wanawake na 30 wanaume. Vile vile kati yao walimu wa sayansi ni 19 na walimu wa sanaa ni 22. Kuna watumishi wasio walimu wapatao 10 ambao wameajiriwa na shule kwa muda. Hadi sasa shule ina jumla ya wanafunzi 932, kati yao 461 ni wa kidato cha 5 na 471 ni wa kidato cha 6. Mgeni rasmi, wanafunzi tunaowapongeza leo walianza kidato cha 5 mwezi Julai mwaka 2024 wakiwa 480 na utakao watunuku ni wanafunzi 471 ikiwa wanafunzi 9 walihamia hii. Mafanikio taaluma. Mgeni rasmi, kumekuwa na mikakati inayoendelea hapa shuleni ili kuboresha taaluma kama ifuatavyo: 1. Kumalizia mada za masomo yote kwa wakati, kutoa motisha kwa wanafunzi wanaofanya vizuri kitaaluma, kwa mfano kuwapa zawadi mbalimbali na kuwawezesha kutembelea mbuga za wanyama katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa ufadhili wa Mama Margaret Kalunda, mmiliki wa Ndoto Lodge, ambapo kila mwaka wanafunzi 40 na watumishi 5 kutembelea mbuga za wanyama na kulala kwa muda wa siku 2. Kutokana na mikakati hiyo, shule imefanikiwa kuwa na kiwango cha ufaulu wa 100% kwa miaka 5 mfululizo kama inavyoonekana kwenye jedwali. Mwaka 2021 tulikuwa na division 1 daraja la kwanza 76, daraja la pili 195, daraja la tatu 169 na daraja la 4 9. Hatukuwa na daraja 0 na wanafunzi 449 walifanya mtihani. Mwaka 2022 daraja la kwanza lilikuwa 159, daraja la pili 206, daraja la tatu 73 na daraja la 4 mwanafunzi 1, na waliofanya mtihani walikuwa 439. Mwaka 2023 daraja la kwanza walikuwa 172, daraja la pili 226, daraja la tatu 76. Kulikuwa na daraja la 4 wala 0, waliofanya mtihani walikuwa 474. 2023-24 daraja la kwanza walikuwa 236, daraja la pili 196 na daraja la tatu 64. Waliofanya walikuwa 496. Na mwaka jana 2025 daraja la kwanza walikuwa 271, daraja la pili 128 na daraja la tatu 13 tu. Na jumla walikuwa 412. Rasmi tunategemea shule kufanya vizuri zaidi katika mitihani ya taifa unaotarajiwa kuanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026 kwa kuongeza ufaulu wa daraja la kwanza na kuondoa daraja la 3. Hivyo tuwazidi kumwomba Mungu, kwa kuwaombea vijana wetu kwa Mungu ili wafanye vizuri zaidi. Kama ilivyo ada, hakuna taasisi isiyokuwa na uongozi. Hapa tunakutana na mwenyekiti wa bodi ya shule ambaye ni mlezi katika shule hii. Je, ana yapi ya kutujuza? Katika juhudi mbalimbali za serikali hapa wilayani kwetu na hasa katika shule hii, tuna bweni jipya lilijengwa linalochukua wanafunzi 80. Wakati ule Suleiman Jafo alipokuwa waziri wa TAMISEMI alitembelea shule na akaahidi shilingi milioni 70 ya kuanza, na hizo fedha tulizipata na bweni tulijenga.
lakini thamani yake haikuwa hivyo, lakini tuliongeza fedha zingine kwa juhudi mbalimbali, na mpaka sasa hilo bweni tumeliita bweni la Jafo. Mbali na taaluma, shule hii ya Karatu imeweza kuwa na uzalishaji mkubwa kwa upande wa sanaa. Wanafunzi hapa shuleni wamekuwa na idea tofauti tofauti. Tumekutana na mwanafunzi ambaye ni mlemavu, lakini amesema la hasha, ulemavu si ugonjwa. God, I give you my life and take it for me, and cause nobody by my side, and that's why I need you to be by my side, and you are only one who's the my destiny. I'm not ready to give up, to pray for my better way. Now it's the end to cry every day. Everybody talk about me outside. I don't really care what they talk about. Don't let me go without push away and all my pain, because I'm not really deserve all this pain. I really hope to smile again, and that's why I'm seeing keep the faith all you for now and every time. Please don't forget my now when you are going missing my day. Oh God, I open my best door, outside on the road, and tomorrow my life. KNN imeweza kupata mawazo tofauti kwa upande wa bodi ya shule, mkuu wa shule pamoja na mgeni rasmi katika mahafali haya. Je, kwa upande wa wanafunzi wana yapi ya kusema? Tunakutana na HP au kiongozi katika shule hii ya wavulana Karatu Sekondari. Hapa tunakutana na kiongozi wa serikali ya wanafunzi katika shule hii ya sekondari Karatu. Kwa majina naitwa Kefa Edesius Kayombo, ni kiranja mkuu au kaka mkuu kwa Kiingereza tunasema head prefect wa Karatu Secondary School. Mimi ni kidato cha 5. Cha kwanza napenda kuwapongeza wahitimu wa kidato cha 6 ambao wanaenda kuhitimu siku ya leo na mahafali yao yameenda vizuri. Na kikubwa zaidi ningependa kuwashauri katika na kuwaombea pia katika mitihani yao ambao wanaenda kuifesi tarehe 4 mwezi wa 5. Naombea sana kwa zile jitihada ambazo walimu wamezitumia, jitihada ambazo walimu wamezionyesha, especially mkuu wa shule kwa jitihada ambazo amezionyesha, nguvu za walimu ambao wamezionyesha katika kufundisha. Ile mitihani ilikuwa naamka usiku, ile mitihani ilikuwa nafanya asubuhi, mchana na jioni. Naombea sana katika mitihani ya taifa wakapate kuonyesha uwezo ule na kiwango kile. Pia napenda kuwashauri kwamba yale mazuri ambao waliyafanya wapate kutuachia.